Watu wanaishi kweli? Hata salamu. Sasa mimi kwani salamu yangu mimi wewe inakusaidia nini? Na mimi nikiongea na wewe kwani inakusaidia nini? Mimi nimekuelekeza, mimi nataka tu nielekeze kwamba wapi. Kwa sababu naona mimi pako kimya, hakuna nini, hakuna. Wanaishi watu kweli? Kwani mimi nani? Okay, sawa. Sawa. Wewe binadamu. Kwani wapi? Mimi sikwambii nyumbani. Kwani uko hujaona majumba au hujaona majumba au hujaona majumba? Sasa mbona tunafanyana ukorofi wewe mtoto? Hivi unajua mimi mkubwa kwako lakini. Hata kama. Sasa kwani unashindwa kuniheshimu? Au ndo ulimwengu wa sasa jinsi ulivyo? Ndio. Nielekeze basi tuache kwanza ukaidi. Mimi mgeni ujue wewe. Mimi ndo maana nikawa nimekuuliza hivi ili nijue wewe unaishi wapi. Labda twende hata ukanisaidie maji ya kunywa. Uko hujaona majumba? Wewe unafikiri ningeona nyumba tungekutana huko? Ningekuwa nishaenda kwenye hayo majumba. Basi. Haya, nenda na zako basi. Mimi hapa huku mimi nabaki wapi? Na mimi naenda huko. Hivi nyinyi niwaulize. Hamna kazi ya kufanya nyinyi? Uko kwenu kote mnakotoka hamna kazi. Sio wanawake nyinyi. Na mngekaa pia kwenu mkasaidia wazazi wenu kufua. Vijumbani asubuhi, vijumbani kwa watu wanawake wazima maskini mitandio mikubwa mpaka chini. Hamfanani kabisa na mnayofanya. Hivi nyinyi hamna aibu nyinyi? Na wauliza. Na sikitikia mjue. Tena unilia huruma kwa sababu hili mnalifanya hamjui kama nyinyi ni dhambi. Hamjui ile? Hamjui kama riba mnaifanya nyinyi haramu. Na hamjui kama kuna Mungu. Na hamna biashara zimeisha huko nje zote biashara za kufanya mmeshindwa. Mnakuja hapa mnapombazika. Sijui sako sijui nini. Alafu mnanishangaza kama wewe. Wewe uko kote hamna kazi ya kufanya. Wewe ukanonga dukani ukakanonga kwa uza mandazi. Wewe bado msichana mdogo, hemu kaa kwenu usubiri riziki yako ije upate. Sawa? Hata wewe. Na wewe ukaenda Malindi ukanunua samaki kwa kanako ukaenda kauza. Sako si za nini? Bado biashara zipo. Hivi ndio mnachukua 50,000 mnarudisha laki. Yote ya nini shoga yangu? Mimi 50,000 shoga yangu ndio nani kamjini ndani. Ungekaa kwenu yangekufika hayo. Eti nikuulize. Maana ukikaa kwenu ukasubiri riziki yako sasa ya halali ikaja huko kwenu. Kwa hiyo nawaomba samahanini kama hamna kazi. Tafuteni maandazi muuze. Mimi sipendi na mambo yenu, mnanichukiza, sipendi. Naipenda sana ndoa yangu na waheshimu. Yaani hamna aibu nyinyi. Watazame kwanza. Hamna aibu kabisa. Nyinyi ni wasichana. Waume bado hawajaisha. Kaeni kwenu msubiri riziki zenu. Mkaendelea kuingia mundani. Yote nyinyi mtaka sawa. Sasa mnatumbulia mijicho, ninapoambia mnisikilize. Na mnachezea sana mnajishaua. Msijishaue. Mmetoa sura zenu mbaya tafura za makuuliza. Tizameni ile miwanja. Tena wenyewe mmejikaza mmaliza makeup. Bado. Tafuteni kazi za kufanya jamani. Nakudelea mijicho. Mimi sifanani na wewe kabisa. Sawa? Wewe unapo ulipo wewe. Message shako. Sasa braza hao ndo watu wenyewe na tayari nimeshakwenda kukagua baadhi ya maeneo yao na nilishawapa maelezo.
wote nimewakuta kwamba ndani vitu wanavyo, vitu ambavyo vinaweza kufidia kama hawajarejesha pesa zetu kwa wakati. Tunao uwezo wa kwenda kuchukua hivyo vitu vyao. Kwa hiyo majukumu mengine nitakuachia wewe mwenyewe bosi, labda sijaongea mengi, kwa hiyo labda ungeongea nao kidogo ili tukajua tunafanyaje. Jamani, huyu ndio bosi wetu, kwa hiyo kila kitu taratibu na nini atatoa yeye, kwa sababu yeye ndio mwenye mali. Kwa hiyo bosi, hawa ndio watu wetu. Yeah. Shukrani sana. Karibuni sana wageni wangu. Karibuni sana. Yeah, okay. Mimi niseme kwamba jisikieni huru na tuko pamoja katika kufanya kazi hii. Na midhali vigezo vyote mmekidhi kama anavyosema kijana wangu, basi mimi nitakupatieni pesa. Nitakupatieni pesa vizuri kabisa. Ila tu napenda mfanye kazi kwa utaratibu ufuatao. Mimi nakuwa sipendi watu ambao wabaishaji, sipendi. Napenda mtu ambaye yuko serious kwenye kazi. Sawa sawa? Naeleweka sijui. Tufanye kazi serious, nikupeni pesa ikifika tarehe ambayo tumepanga kurejesha pesa na riba yake. Basi tarehe hiyo juu ya alama iweze kurejea. Sawa sawa? Tukienda hivyo, tutafanya kazi na nyinyi sana. Ni watu wengi tu nimeshawasaidia sana mpaka sasa hivi tutafika mbali kutokana na kile ambacho tunachokiangalia. Kwa hata nyinyi na imani mtakuwa watu wengine kabisa ikiwa mtafuata taratibu zangu. Sawa sawa? Ya, kwa hivyo sina mengi zaidi. Mimi ni mtu wa vitendo sana kuliko maneno. Kila kitu atakifanya mimi mdogo wangu. Sawa. Nitampatia dokumenti ndani tayari anazo na atakusaidisheni tu ile mkataba. Basi baada ya hapo atakupeni pesa. Sawa? Okay, asante. Basi mimi natoka kwa sababu na shughuli zingine muda huu. Kwa hivyo kila kitu nitamalizana na mdogo wangu. Audio. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samahani, niko naomba unisaidie maji ya kunywa. Nini? Nataka maji ya kunywa. Na kiu kweli kwa sababu nimezunguka sana. Umetokea huko au umetokea huko? Hapana, nimetokea huko. Umetokea huko? Unaona kisema uko njiani? Hapana, mimi naomba unisaidie maji. Kwani dada kama huna maji basi? Maji hamna. Asante. Kwa hiyo Wasalimie. au dada, naomba basi nitie mwenzie ongee naye, labda huenda nilikuwa na shida, nataka niongee naye, huenda akanisaidia. Wewe unataka maji, unataka shida? Au ndio nyoa wale wageni mnakuja asubuhi asubuhi kukopa majumbani mwa watu Huyo dadangu mimi nao mengi. Kiu ninacho, shida ninayo pia. Kwa hiyo mengi uliamua uje kunipunguzia na mimi au? Hapana, mimi niko na shida na nilikuwa nafikiria yeye ndo anaweza kanisaidia pia. Hayupo. Maji hamna. Mambo zangu hayupo. Asante kwa hiyo. Shawangu. Hii shati na hii. Asalamu alaykum. Salamu khairi. Khairi kwema? Salama. Asante. Samahani kaka, mimi nilikuwa na shida kidogo. Mbona hujaniambia kama kuna mgeni? Hakuhusu mpita njia. Hasa kama mpita njia atoke huko atokako mpaka aingie hapa. Mpita njia sana pita barabarani anakwenda. Bana, msinisumbue vipi kwani? Mpita njia kaja kuomba maji hamna. Karibu sana. Kaka, mimi nimekuja kwanza, mimi nilikuwa na shida, nilikuwa nataka unisaidie. Na ndio. Nilikuwa nahitaji hifadhi kwako japo siku 2-3 tu. Kwa sababu mimi nimepata mitihani, nimetokea Pemba huko, lakini kikweli nimepata mitihani. Mpaka hivi unakuona hata hizi nguo ni wasamaria wema tu waliamua kunisaidia. Lakini kikweli nilikuwa nahitaji hifadhi kwako. Japo siku 2-3 tu. Basi haina shida, karibu sana. Najisikie huru kwa vile mtu umepata matatizo na unahitaji hifadhi. Unajua bana, mgeni anapokuja. Subiri kidogo, subiri.
Unaomba nini? Mimi niko na shida. Hem, nisikilize. Ameshasema kwamba alikuwa na matatizo, anahitaji siku 2-3 tu tumsaidie mke wake. Unasemaje? Sasa anasema yeye, anasema nani? Namuuliza yeye, unasemaje? Kwani hujamsikia? Anaomba hifadhi Japo siku 2-3. Maana umesikia humu kuna shirika la kupokea watu wasiokuwa na kwao? Au hujaona majumba huko njiani mpaka uje humu ndani? Anaomba siku 3 tu kwamba tumhifadhi. Mimi nitakata barazani hapo, nitalala hapo. Sitaki siku 3 wala nusu siku. Sitaki mtu ndani mwangu. Sitaki mtu ndani mwangu. Nimeshasema, nishaamua. Mke wangu nisikilize. Sawa? Hizo siku 3, siku 2-3 tutampa hiyo hifadhi. Bana karibu. Mimi naitwa Ustaz Salafi. Wewe unaitwa nani? Ina maana Salafi mimi ninapoongea ni chizi, unielewi ama? Nimekwambia sitaki mtu ndani kwangu. Au sikiliza kaka. Mimi nimekuja kuomba msaada hapa, lakini sitamani kuwa chanzo cha migogoro katika nyumba yenu. Basi kama inakuwa ni ngumu sana nisema. Unajua mgeni anapokuja sehemu huwa anakuja na fadhila zake bwana. Umeona eh? Kwa hiyo Salafi mume wangu. Nini? Ina maana mimi chizi ninaongea peke yangu hapa ama? Wewe. Niache. Mke wangu, katika masiku ambayo nina furaha na faraja ya hali ya juu, mojawapo ni siku ya leo. Lakini hata bi mkubwa pia kiukweli na furaha sana katika siku hii ya leo. Taaluma ambazo ulizonipa bi mkubwa na maarifa ulionifundisha, kiukweli nimetumia maarifa yale. Akaunti yangu imekuwa ina pesa nyingi sasa hivi. Nimejaribu kufanya biashara za magari, majumba, nimejaribu kujenga majumba makubwa, ukandarasi na mfano hayo, lakini sikupata faida kiukweli. Lakini baada ya kufuata ushauri wako kwamba nilime, nimepeleka walimaji katika mashamba makubwa, kiukweli nimepata mazao. Sasa hivi nashukuru kweli mama yangu, nakushukuru sana mama yangu, nakushukuru sana mke wangu. Nimetumia sana akili yangu kwa kweli na mambo yamekwenda vizuri. Sasa hivi akaunti yangu ina pesa nyingi, sifuri ni nyingi sana katika akaunti yangu. Nashukuru sana na ninafurahi sana mama yangu. Sijui na hata Biraya mke wangu kipenzi, nashukuru sana kwa ushauri ambao pia ulikuwa ukinipa, lakini kadhalika kunitia nguvu vile katika swala hili. Sijui nikununulie kitu gani au nikutafutie kitu gani ili ujisikie faraja kutokana na utajiri tuliokuwa nao. Daddy, mimi naomba ununulie Sony Experience kubwa, ilikuwa haingii maji. Mwanangu, siwe na shaka katika hili. Wewe ndio mwanangu kipenzi, nakupenda. Wewe ndio mtoto wangu wa kipekee, mpenzi kabisa. Sema yani nitakununulia, usiwe na shaka Sawa mtoto wangu Mimi namshukuru Mungu mume wangu, unapokuwa unatoka na kurudi humu ndani, furaha inakuwa inaongezeka. Lazima tuwe na furaha. Ukiona akaunti imenenepa, furaha lazima uwe nayo. Napata tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Ila naona mimi kama huenda katika leo ni kunisahau, lakini bora na mimi nijiweke mbele. Usiwe na shaka bwana. Sema unataka kitu gani? Akaunti ina pesa nyingi bwana. Mimi tajiri bwana. Sema unachotaka. Mimi ninachokiona kwanza katika mafanikio hayo unayapata unapozungumza hivyo. Ujue mimi mmoja wapo hivi ninasaidia. Maana hivi nilipokuja misosi pale juu ya meza nini, ujue yani kila mimi ninapozidi kula yani basi nawe unapata. Sasa nikushauri jambo moja. Ujitahidi sasa uongezeke na watu wengine yani. Ukitaka kufanikiwa zaidi ya hapa. Kila siku wewe unawaita familia yako hivi. Fanya dua. Yaani kae uombe dua. Hivi wewe ndio kitu ambacho unataka kunieleza hicho? Yaani niombe dua waongezeke watu, sasa waje wahodhi mali zangu au iweje? Mimi nafikiri unataka kusema kitu cha maana. Au unasema tu bado dua ndio kitu gani? Mimi nafikiri basi unaita ushauri wa maana, ushauri wenye akili ulokwenda shule. Dua. Kwanza dua ya nini? Afu mimi mbili yani. Mdomo wake ni mdomo mchafu sana kama choo. Sikiliza Fahadi, huyu mtoto yuko sawa. Alichosema ni sawa. Sasa dua ya nini? Mimi sijaomba dua, nimepata mali hizi. Nimetumia akili yangu na maarifa nilopewa na mamangu. Ndio nimefanikiwa kupata hizi mali. Sasa wewe unaita habari za dua kitu gani? Mimi naona mtu ajabu. Nilifikiri utasema nikununulie labda biskeli, labda mfano. Unaita habari za dua?
Hii ndio maana akili zenu, fikra zenu zinakuwa mgando, ndio maana mnakuwa na maisha magumu. Maisha magumu, tabu tu, dhiki mtindo mmoja. Mume wangu, aliongea Fadi ako sahihi. Yaani na wewe umekuwa huna akili kabisa yani. Yaani tuombe dua tupate wageni waje watumie mali zangu humu ndani. Ndio nini sasa? Mimi nifikiria utatumia akili bwana. Tumia akili yako. Hebu tazama mimi nimetumia akili yangu. Mambo yamekwenda vizuri. Sasa hivi nina pesa. Nimekuwa mtu mwingine katika dunia hii. Nina pesa mimi, nina pesa. Kwa akili yangu tu. Na ushauri ambao nimetoa kwa mama yangu. Dua kitu gani? Ndio mnakufa maskini nyinyi kutokana na akili za namna hiyo, akili mgando hizi. Kumbe na wewe fikra zako wewe na fikra za huyu Fadi zimekuwa moja. Unajengana dua, akili inatosha. Pamoja na hayo dua ni muhimu ndani. Raya, hebu mwachie mume afanye ile ambalo analipenda. Dua nayo pia na muhimu wake mundani. Mume ndio mwenye kila kitu mundani, yeye ndio mwenye nyumba. Sasa huyo kuomba dua hapa nani? Nani? Mimi kufanya dua. Unaweza kufanya dua. Una dua moja, sema tu nataka hela za baba. Au mwenye kama kwa shati. Mimi bosi, nikwambie kitu kimoja. Yaani nabonge na dua. Au hivi hizi ndo mbili, hizi 2 dakika. Yaani nikiomba ile dua hapo mambo safi. Umeona? Yaani unakuwa wageni wanakuja, unazidi baraka. Yaani kule ile dua yaani inkana fati, natuka. Wa inkana juka. Muomba dua mwenyewe ndio huyu. Huyu ndio muomba dua. Mimi naweza. Wewe unaweza kufanya dua wewe. Wala mjaa kubwa kwenye madhabahu. Alafu dadi mimi naona yule waya mmoja wewe. Hebu subiri wewe. Unajua huyu mtoto anaongea vitu vya akili sana kwa sababu hebu angalia hii mali nilokuwa nayo. Mali nilokuwa nayo sijaomba dua ya mtu yoyote wala sihitaji dua ya mtu yoyote. Akili nilokuwa nayo ndio nilotumia kutoka na maarifa alinipa mama yangu. Mama yangu hapa ndo alinipa maarifa hayo. Dua ina nafasi gani? Mimi naona upuuzi mtupu katika masuala ya hiyo dua. Ni upuuzi mtupu. Cha msingi hapa ni kuwa na akili na maarifa, ubunifu wa hili na lile. Na wewe alokuita hapa nani kwanza? Mpaka unakuja unazungumza hayo mazungumzo. Nani? Si wewe. Ushazao? Sikia siku nakuja mbona nakula nini? Wewe sasa nitakufukuzi mbali ndani. Acha kabisa habari za dua. Mtoto wangu kasema anataka simu nzuri tu. Nitamnunulia mtoto wangu. Wewe badala kusema unataka nini unaleta habari za dua? Hayo mambo hizo. Kwanza kusoma dua na watu wanaosoma dua wapi nitawaleta? Sipendi kukuona ukimshauri chochote mwanangu. Kuhusu mali zake, kuhusu maendeleo yake. Akuhusu yule ni mwanangu mimi. Mimi ndio ninakuwa na mamlaka ya yule. Kumshauri kila kitu. Kwa sababu wewe unajua kwa kuolewa. Kwa hivyo hutujui hata tunakotoka. Haya umeakuta hapa. Yule ni mtoto wangu mie, sio wako. Shida niliyoipata na yule wewe hujui. Mimi ndo mama, mimi ndo baba. Nimemlea kwa tabu yule mwanangu. Kwa hivyo mamlaka ya mtoto yule ni ya kwangu mimi. Ushauri kila kitu utoke kwangu, na kila alichokuwa mwanangu hakipendi, sipendi umlazimishe afanye. Sitaki kukusikia sijui usome dua, hapendi. Kwa nini umlazimishe? Nataka umridhie kile anachokitaka mwenyewe kufanya hapa ndani ya nyumba. Sio jitie kimbele tu hapa. Kubwa basi atakuja kunishauri mimi mama yake. Kwa sababu mimi ndio mamlaka na mtoto yule. So wewe unaye wako. Kesho kutwa atafuta na utafanya unavyotaka. Ili asho lako usinifanyie. Mwanangu kitu hapendi, mwache kama alivyo. Unamshauri ili iwe. Wewe umeolewa kuja hapa ili kuja kumpa furaha ya moyo tu mwanangu. Sote na tujitie kimbele kila kitu unajua wewe ushajifanya mfalme huko ndani. Wewe siye kabisa. Wewe umefuata kula tu hapo. Umetoka kwenu na njaa, sasa hivi unashika tu unajifanya kujishona, unajiona ndio chakula nini mfalme. Mfalme huko ndani. Mfalme wa nyumba hii ni mimi. Yule nimemzamia. Wewe humiliki kwa lolote. Kome.
mwizi eh? Nani mwizi? Wewe hapa. Kwani unatokea wapi? Natoka nilipotoka. Wewe unaishi wapi? Unaishi humu ndani? Wewe unaishi humu ndani? Kubali kubwa jinga leo kuja fanya huko. Wewe. Nani kubwa jinga sasa? So nilikuwa nataka nikupe taarifa hizo mapema ili ujipange. Ya, tawasiliana. Unajua brother? Naam. Mambo yamekwenda vizuri. Biashara zimesoma safi kabisa. Watu wamerejesha pesa kwa wakati. Kwa hiyo faida imepatikana ile ambayo tumetegemea haswa. Safi sana. Kwa hiyo kifupi mambo mazuri. Safi sana mdogo wangu. Muito bom. Wa Portuguese wanasema muito bom. Yaani safi sana. Unajua siku zote mimi nilikuwa na kukubali sana. Na nazidi kukubali kwa sababu ni mtu ambaye ukipewa kazi unafanya kama ambavyo inapokusudiwa. Na nahisi kwamba unakumbuka nilikuahidi kuna ahadi fulani hivi ambayo nilikwambia. Nakumbuka? Siwezi kusahau ni sauti na hapo. Usijali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitafanya tu. Ndio. Sawa. Kwa hivyo ukizidi kufanya vizuri zaidi tutafika mahala pazuri. Ngoja nikupe kitu kimoja. Ni kwamba hii biashara ni biashara moja ambayo ni nzuri mno. Ni kazi ambayo kwanza sitaraji kuiacha. Unajua kwa nini? Ni kazi ambayo unafanya, yani mtaji ni kidogo, faida yake inakuwa ni kubwa. Unaingiza mtaji kidogo, faida ya maana. Ndio. Unaelewa? Ni kwamba wote unaona humu mjini humu watu ambao wamefanikiwa na maisha yao na mambo yao wengi, chanzo cha mali zao ni issue kama hizi. Kwa kazi hii ni kazi ambayo mimi siwezi kuiacha. Kwanza kwa kutokana na taarifa hizi najipanga zaidi kuboresha ili kuingiza zaidi mtaji ili tupige noti nyingi zaidi. Issue ni hapa. Ndio wangu mimi nakubali tukaze kama. Tutapiga hela zetu tu. Mwanangu. Naam. Kila siku tunaongea nini mundani? Tunaongea nini? Kila siku nakwambia swala gani mundani? Unaniambia kitu gani? Kitu gani anambia? Jibu sana nakwambia kila siku mundani. Una maana gani? Mwanangu unashangaza sana ujue. Shemeji nalo nataka kuanza. Samahani naongea na mume wangu. Siongee na wewe sawa? Mambo gani? Unasema nini? Sipendi kazi unafanya hata siyarizika nayo. Hujaacha maneno yako tu kila siku. Maneno yako hujaacha tu. Maana yake unataka kuleta kumbavu ambao si yaani katika ujinga ambao sitaki kusikia siku ni huo. Nilidhani utakuwa umeshajirekebisha, umeacha kuzungumza upumbavu wako na ujinga huo. Hata sipendi. We? Kwani mimi nafanya mpaka upendewe? Humu ndani mimi ndo mwanaume. Na mimi ndo mtafutaji. Wewe unachoona hapa mpaka siku zote unaona kila ukicha mume wangu anataka dira fulani imetoka, nataka nguo fulani, natoa pesa zio ndio zinatoka sehemu gani? Unajua zile pesa zinatoka wapi? Wewe jiangalie yani unapochani kama kunenepa, unajua sababu gani? Unajua siku hizi mimi nashinda kuelewa kwamba kinachomkera huyu mke wangu mimi ni kitu gani kwenye biashara yangu hii. Mimi sio ni sababu hata. Kila siku mipesa anaiona. Nikipata mipesa anaiona kwamba tunapiga hatua kila siku tunaendelea. Maisha yanakwenda vizuri. Tulikuwa tuna hali kidogo ya chini, sasa hivi tumeshapanda, tuko vizuri, tunakwenda vizuri zaidi. Alafu unapiga kila siku kuhusu nini? Alafu ujue mambo ninaongea na mume wangu hayakuhusu kabisa. Sio naongea na mume wako. Ana wajibu wa kusema. Anayoyasema ana haki kwa sababu wewe umezidi. Sawa. Ukiongea mimi na wewe yeye aingilia. Aingie tu kwa sababu gani? Kwamba unaongea ujinga. Kwa sababu unachokiongea ni ujinga kwa sababu mimi namtuma afanye kazi. Na anafanya kazi vizuri, anawajibika vizuri, maisha yanakwenda, pesa inaingia. Alafu wewe unaleta mambo ya ajabu. Mimi nilifikiri kwamba utakuwa tayari tuko pamoja katika fikra, tutazungumza vitu vya maana hapa. Kwanza ningejua hivi hata nisingekuwa ungeondoka tu hapa, tusingezungumza nao kiwepo. Nasikia ninavyokuambia. Nimechoka na maneno yako ya kila siku, mume wangu kazi sipendi. Nataka leo uniambie kitu gani ambacho ukipendi. Leo uniambie ni kitu gani ambacho kinakukera. Kwa hiyo wewe ujue. Ndio nataka leo nikifahamu. Biashara hii inachokuudhi hasa kitu gani? Niambie. Labda inawezekana ikawa ni chamana. Hebu niambie kitu gani? Kazi hii inakuudhi kitu gani? Haya niambie kitu gani? Mwenyezi Mungu amesema riba haramu. Unasemaje? Sasa mwanangu hujanifahamu? Mrudia kwanza nikusikie vizuri. Nini? Naongea na wewe. Mwenyezi Mungu amesema riba haramu. Mwenyezi Mungu amesema riba haramu. Jinga mkubwa wewe. Wewe unajua haramu wewe?
Na unaijua haramu au unasema tu? Si unakaa hapo unatumia tu fedha tu, unakula tu, unafanya shughuli zako kila aina mambo unafanya hapo. Ndio wa kwanza huyu, ndio wa kwanza huyo. Kila wakati mume wangu anataka kufanya shopping huyu. Hiyo pesa shopping unatoa wapi? Wewe. Nakwambia angalia kabisa nachokwambia. Tusiingiliane katika anga za utafutaji, sawa? Sasa mume wangu unafanya usije ukanikera wewe, nisikilize ninachokwambia. Umefanya kosa mimi. Unajua unanichafua. Unajua unanichafua, nakuuliza. Utanigusa sehemu ambako kukuelewesha imekuwa kosa. Nisikilize, utanigusa sehemu ambako huwa siguswi. Kuna sehemu nikiguswa mimi waga nani unakuwa nishaji shoti mwili mzima. Usinitafute, nitakutukania mpaka familia yako yote. Unasikia? Mimi sipendi upumbavu, sawa? Hakuna pesa haramu duniani. Mume wangu nakusave. Nakwambia hivyo, duniani pesa halali ukitafuta haipo. Pesa halali duniani haipo. Nitakupa mfano, labda pengine akili zako bado zimelala. Ili unielewe, nataka nikwambie kitu cha maana sana. Pesa halali hakuna. Nakupa mfano karibu ili uweze kunielewa. Na wewe makini nakuuliza, ili siku nyingine usilete upumbavu kama huo, sawa? Unaona? Labda nikupe mfano jirani tu hapo. Unaona nchi ya Kenya? Nchi ya Kenya unaifahamu? Sina kuuliza wewe, nijibu kwanza. Unajua nchi ya Kenya? Sasa unajua kusema unashinda. Pesa ya Kenya ukikuta kiangalia vizuri utakuta ipo imeandikwa jina na picha kabisa, yuko Rais Kenyatta yuko pale. Ndio. Sawa? Pesa ya Mozambiki yuko Mundelani, sijui yuko Kibuza. Sawa? Tanzania hii ambayo tunaishi sisi mimi na wewe, pesa zote zimeandikwa jina la Nyerere au Mwinyi. Sawa? Ndio. Umeelewa vizuri? Hakuna pesa hata moja ambayo imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Au hakuna pesa ambayo imeandikwa Muhammad. Iko pesa hiyo? Ili iwe halali pesa hiyo, na utaka wewe nione pesa ambayo imeandikwa Muhammad. Mustaghfiru. Wewe sivyo unavyofanya. Acha habari hizo wewe. Sawa? Mwanzo na mwisho. Nakwambia tena hivyo, unasikia? Mwanzo na mwisho. Unanijua lakini na umenisahau. Si unajua habari zangu zilivyo. Sasa wewe endelea kunichafua tu. Ukigusa sehemu hiyo, ni mzinga wa nyuki. Ukiugusa najua ujue kata zikifunguka nyuki hapo utakosa hapo kukimbilia. Unanisikia nakwambia? Unajua hilo. Ujui hicho. Na ole wako uendelee. Utanikoa. Mimi wakati wewe mume wangu ukikosea mimi nitakwambia. Japo wewe kwa hutaki. Unaelewa nakwambia? Unanijua zaidi. Wewe niangalie mimi, usinione hivyo. Usinichukulie poa, sawa? Ukiniingilia kwenye anga zangu za kimaisha wewe unijui vizuri. Siku zote na imani unaishi na frame langu na unaishi nalo, unijui zaidi nilivyo ndani ya moyo wangu, sawa? Tena nakwambia hapo ulipofika, shika adabu yako, nakwambia hivyo. Usije ukathubutu hata siku moja kuendelea kuchongoa mdomo tena kuhusu swala hili. Umenisikia? Unanijua zaidi kwamba siku zote sera yangu mimi najijua ni sera gani na sera gani. Au umenisahau? Sera yangu ni kama Marekani. Nachokwambia ni kwamba sera yangu siku zote, cheza na mimi, usicheze na maisha yangu. Tena itafika sehemu hatua ni mbaya zaidi kama utaendelea kufanya vitu vya kipumbavu kama hivyo, sawa? Nitakufanyia kitu kibaya na utaamini. Nakwambia hivyo. Kiyokotwa, 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 kiyokotwa. Hizo nyimbo kufundisha nani? Wewe hapo. Nani ameokota huko? Wewe hapo. Mimi Na hizo nyimbo unanitungia mimi? Wewe hapo. Unaniambia mimi? Kumbe unifahamu Kweli.
Alafu sasa sikiliza kwanza. Ngoja kwanza. Shusha chini kwanza hiyo. Nitakupiga macho. Sawa. Shusha kwanza basi hiyo. Mimi nilikuwa nakuta. Alafu ujue mimi mtu mzima ujue alafu. Sisi tuko tunataniana tu. Itamfua. Alafu ujue napika chakula ndani. Wewe una utani na mimi? Alafu wewe msikilize. Ngoja basi nimalize kupika alafu nitakupiga macho. Itamfua. Hapo hebu nisikilize. Baba huyo hapo anakuja alafu. Piga vichura. Baba huyo hapo anakuja. Mimi mjane hata baba. Piga vichura. Potea. Alafu. Potea. Ngoja. Potea. Pumbavu mkubwa. Potea sikuone tena. Hivi nikuulizeni, hivyo ndio mlifundishwa kwani hivyo? Kwanza hamna heshima, nimekuona na tazamani na heshima. Fungua mlango, sikufungulia mlango sasa kwanza hamna heshima. Mnaonekana sasa hamna heshima. Ungekuwa unajua heshima ukalipaia mikopo yako unakopa. Fungua mlango huo kama mwanamke. Na ndio tunalijia hapa tunakuja kuchukua pesa zetu. Nataka pesa zangu mama. Hivi nyinyi huo. Mnataka tunavyoishi ndani sisi tumezaliwa bahati mbaya tunaishi kwa makusudi. Sasa sisi tunataka pesa nyinyi. Hapo nitapata pesa na mwozea pesa. Si mtujue nyinyi. Mimi nakwambia hivi. Nataka pesa yangu sitaki maneno mimi. Nahitaji pesa yangu. Na ninakuahidi pesa zote nataka pesa yangu. Fungua mlango na ruka juu. Mmezaliwa kwa bahati mbaya mnaishi kwa makusudi. Ulikuwa unijui hapo onesheni mwaka huu. Nasikia mikelele kutoka kwanza mikelele tu. Midole. Bora unapokuja unataka chetu ndogo. Sisi tunaweza kuonyesha hivi. Nasema hivi nataka pesa yangu unijue. Nitawachamba mpaka yale maji ya Maka yale maji ya Zamzamu yashindwe kukutoanisheni. Shutu. Hewe. Tena mheduke. Nigume nye. Yoso. Unajua Raya, mke wangu, mimi nakupenda sana Raya, lakini unanikera. Una vijimambo vidogo Raya, unanikera sana Raya. Kama ungeacha vitu hivyo, wallahi ungekuwa wa hubba wa moyoni kabisa. Sasa mambo gani? Haya mambo ya wageni, kwamba kila wakati unapenda kwamba wageni waje pale nyumbani, kitu kinanikera sana Raya. Mume wangu wageni ndani ya nyumba inakuwa ni baraka. Acha fikra za kizamani wewe. Hizo fikra za kizamani sana unataka kuleta. Fikra wageni wakija kunakuwa na baraka au ndio mali zetu zinakwisha? Wewe nani nikakwambia kwamba wageni wakija wanakuwa baraka? Wageni wakija wanakuja kutumia mali zetu zinakwisha. Wewe vipi bana, mbona unakuwa kama sio msomi? Hata mtu wa kipuzi hivyo. Sasa mlango umeona hapa nyumba miaka 3 kuja bila wageni. Wewe hujui kama wageni wakija ndio mali zetu zinakwisha? Ndio zinaongezeka wewe. Acha vitu vya namna hiyo Raya. Hizo ndio fikra ambazo zinanikera mimi. Wewe Raya vipi, hautumii akili bana wewe? Ala. Haya miangu yaishi. Lakini miangu kuna kitu kinakuwa kinanitatiza sana. Yaani nashindwa hata kulala kwa raha. Kitu gani? Kuhusu mama mundani. So mama? Mama yupi? Huyo. Mama ina maana mamangu mzazi mimi? Kafanya nini mamangu mimi? Mama kafanya nini? Mama mimi anakuwa ananielekea chuki bila sababu. Lazima mama akuchukie Raya kwa sababu ya matendo yako. Huna akili hata kidogo Raya. Yuko sawa kabisa Raya. Raya wewe una vitu vya ajabu. Sasa kama siku ile wewe unaleta habari sisi tusome dua, tufanye dua ya nini Raya? Au wakati tunataka kutumia akili? Mama lazima aseme na mama yuko sawa. Wewe Raya wewe una mambo ya kipumbavu sana. Mambo ya kila wakati sisi tufanye dua, tupate wageni, sio wageni wakija baraka. Ni akili bovu za kijinga. Lazima mama atukie na mimi niko pamoja na mama yangu. Sasa kwa taarifa yako nakwambia, mama yangu mimi nampenda sana. Analofanya mama yangu ndilo ninaloliridhia mimi na ndilo nitakalolifanya mimi. Acha ujinga wewe. Niko pamoja na mama yangu mimi. Na ninakwambia Raya, mimi mama yangu nampenda. Sawa? Tafadhali. Sitaki kusikia habari zako kuhusu mama yangu. Tafadhali sana. Tena tafadhali sana. Ukome kabisa kumtajia vibaya mama yangu. Tafadhali. Umesikia Raya? Tafadhali sana. Lakini hata mimi vile nampenda kama mamangu mzazi. Wala Samia nibague. Anakubagua kwa lipi? Kwa lipi amekubagua? Kakubagua kwa lipi? Tena nakwambia na iwe mwanzo na mwisho. Sitaki kusikia habari za namna hiyo bwana.
Kwa hiyo sasa mama nilipokuwa nakupa kesi acha kukaa chini ukajua mtoto unaisebu vipi wewe ndio unataka kuniangamiza. Mimi mamangu nimemsafia na nimemkinia nimechukulia kama mamangu mzazi. Lakini leo yeye hii ananichukia mimi kama sijui mdudu gani kwa haiwa. Raya. Nakwambia uishie hapo hapo tena uishie hapo hapo. Wewe mambo yako ya kipuuzi ndio maana mama anakuwa mkali bana. Acha mambo ya kijinga. Lazima ubaguliwe kwa sababu akili zako wewe Raya ni akili za dua tu. Huna maarifa. Yaani wewe mimi nimekuoa nikajua wewe mtu msomi, una maarifa yako, una akili zako, lakini kumbe akili zako za kidua akili za wageni. Basi yaishe. Tena yaishe kweli. Na nisisikie tena siku nyingine. Mimi sina maana mbaya. Maana mbaya gani? Una maana mbaya. Ndio maana umeyasema maneno hayo. Unasema una maana mbaya vipi? Huna maana nyingine. Hayo mambo nataka kuremba tu, sina maana mbaya. Wakati maneno yako yanaonyesha hivi. Sina maana hiyo. Mimi nimechukulia kama mamangu mzazi. Acha vitu vya namna hiyo. Nataka mimi ndio yangu vile mamangu. Kama unataka ndoa yako idumu, fuata ninavyotaka mimi, msikilize sana mama yangu. Na siku nitakuona unamdharau mama yangu, basi siku hiyo utafute mahala pa kwenda. Mke wangu hili dude hili hapa wanalotumia ng'ombe kwa ajili ya kunywa maji. Wewe basi unaliosha mke wangu hata siku moja na wewe. Wewe mbona siku moja unisaidii kupika? Kwa hiyo tunashindana huko ndani. Hatushindani lakini kila mtu na majukumu yake. Sasa kwa mfano nimedharurika. Ndio ushasema umedharurika, hapa hujadharurika bado upo. Yaani hiyo taswira unaiona, hiyo rangi unaiona ni kwa ajili ya hayo maziwa hayo yanatoka kwenye ng'ombe. Sijui unanielewa? Na uko kuanza kunenepa huo mwili huo ni kwa ajili ya maziwa. Nafanya shughuli kubwa ili mradi mke wangu. Sasa hemu angalia matakataka kweli. Haya mke wangu kweli. Hii. Basi yaisafisha. Sababu kama vile ng'ombe ukinywa nani maji yanakuwa machafu hivyo. Sasa mimi nimekuja kuaga kidogo. Mgeni nuksi, mgeni hashuo. Naona leo umevaa nguo za mume wangu ili nani nikuite mume wangu. Haya, mume wangu unaenda wapi? Naenda kwa rafiki yangu. Unasemaje? Kaka. Lete kwanza. Sio kaka. Hizo nguo naomba uzivue. Kwa nini? Kwani nini vuelewe umevaa nguo za mume wangu kazivue? Sasa kwani hizo nguo zina nini? Unasoma unaandika unaimba. Nguo zivue. Kwani za kwako? Naomba nguo zangu ukazivue. Hizi za kiume. Nguo za mume wangu zivue. Mimi ndo ninazifua. Nguo za mume wangu zivue. Sasa si nguo tu hizi. Wewe mbuzi tu. Umekosea njia huko. Umekosa hifadhi na kuhifadhi huko ndani. Sasa sikiliza nikwambie. Kwani wewe unanitukana wewe nani? Kwa hiyo unaona nani mimi? Mimi mwenzio kichaa. Tena kichaa. Dawa zote za mental zimenikataa. Kwa hiyo nenda ukaivue hiyo nguo. Kwa hii nguo ndio inakufanya uongee maneno kama. Ndio, kavua nguo ya mume wangu. Sasa si nguo tu hizi. Wewe mbuzi. Nguo ukazivue sio za kwako. Umekuja na nguo huko. Umekuja na matabara au? Nguo za mume wangu kazivue. Hivi wewe hizi ndio zinakufanya uongee hivi? Nakwambiaje hizo nguo ukazivue za kwako? Inakuhusu. Huna kwenu. Mimi mwanzo kichavo, tena kichaa. Dawa zote za mental zimenikataa hospitali zote. Kwa hiyo naomba nguo ukaivue. Basi kama zimekukataa tutakupa za diwani. Nguo. Nimekwambia hivi, nguo ya mume wangu ukaivue. Mke wangu, nisikilize. Hizo nguo nilimwambia azivae. Mwache, Kaka kweli inadharauika kisa nguo. Mbuzi nenda huko wewe. Una nini? Usokuwa na kwenu, usokuwa na mfugaji. Una nini eti? Unanitia zoharia nafsi mtoto wa watu? Nipate pressure bado mdogo. Una nini? Shukrani ya ushuzi. Nenda huko. Mbuzi wewe. Ujulikana majani wala mafusho. Sitolee macho, sina ndugu na wewe mimi. Hii trailer bado mziki kamili. Bwege wewe. Una macho matatu lakini huoni. Nenda huko. Na sala kinakugeukia wewe. Wewe kokota mbuzi usiokuwa na kwao. Umeenda kokota mbuzi, hanuki kwa ubani, kwa uvumba wala kwa udi. Sasa sikiliza, chagua haya mawili. Kati ya mimi au ile mbuzi wako. Asipotoka unanipata talaka yako.
Ndugu yangu, mimi nimekuita hapa kutokana na kadhia ambayo tumewahi kuzungumza siku chache zilizopita. Nafikiri ni kama jinsi ambavyo nimewahi kudokezea habari hizi. Mimi ni katika watu ambao kikweli nimekwenda kuoa katika familia maskini sana. Sasa ni kwamba mimi nina wasiwasi pale nyumbani na mke wangu, hasa katika nyaraka hizi za mali zangu. Nahisi kwamba wakati wote anaweza akafanya jambo ambalo si zuri katika mali zangu. Sasa ndio maana imenipelekea nichukue nyaraka zangu zote za viwanda vyangu, mahoteli yangu, nikuletewe ndugu yangu, rafiki yangu kipenzi, ambaye pia hali yako ni sawasawa na hali yangu. Unajua tuwezi fanyiana mambo mabaya. Sasa ili zipate hifadhi ya kutosha. Kiukweli ndio sababu ya kuita hapa, ili niweze kukabidhi na kuonyesha baadhi ya miradi yangu na mambo jinsi tuone jinsi yalivyo. Na hizi ni nyaraka zangu za mali zangu zote kwa ujumla. Mfano hii ni document maalum kwa ajili ya masuala ya hoteli yangu ile ya kitalii, lakini kadhalika vile vile hii ni kwa ajili ya hoteli yangu hii. Hizi ni nyaraka kwa ajili ya viwanda vyangu vitatu vile, na hizi pia ni miradi yangu mingine ile. Kwa hiyo nimeona nikukabidhi kwa sababu kiukweli nyumbani kwangu kuna hatari. Wakati wote naweza nikapoteza vitu na nitakuwa nimepoteza mali yangu yote. Kwa hiyo ningeomba hizi zihifadhike vizuri, kwa sababu kama hizi zinahifadhika vizuri ndio mali yenyewe inapatikana. Kwa hiyo hizi ni za mambo yote, yani kila kitu yani. Mali zangu zote sasa hizi ndio dhamana zake. Okay. Mimi kimsingi nikwambie kwamba na wasiwasi. Ondoa shaka. Kwanza niseme kwamba umefanya uamuzi sahihi sana. Hicho ulichokifanya ni kitu kimoja ambacho kwanza cha kiujasiri sana. Na lazima iwe hivyo, kwa sababu wanawake si watu wa kuamini. Mwanamke si mtu wa kuamini kabisa. Kwa sababu leo hasa kama umeoa katika familia ambayo iko chini, duni, maskini, hawajui namna ya kutunza mali. Kwa hivyo unaweza ukapata mtihani. Mimi nikwambie kwamba unanijua vizuri sana. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Kwa hivyo ndo wasiwasi. Dokumenti hizi zitakuwa salama kabisa, kwa kuwa wewe ndio mimi ndio wewe. Sijali, tuko pamoja, nitakuhifadhia. Ondoa shaka kabisa. Una shaka, tuko pamoja. Nimewahi kusikia kauli ya mtu mmoja, sijui ni ya nani ile, anasema tuoe wanawake wenye hela. Sasa mimi nimekosea bwana, nimekwenda kuoa mwanamke fakiri, familia yao mafakiri. Basi kwa kweli inanipa tabu sana hali hiyo. Pole sana ndugu yangu. Kwa kweli ndio maana unaona mimi kwangu hali iko shwari, kutokana huyu mke wangu mimi kwao mashallah ana riziki na kiasi alhamdulillah. Hali ambayo nina imani kwamba vitu kama hivi hapa haviwezi kutokea kwa mke wangu. Lakini ndio wanawake, mke wangu unaona, hii ni dhamana. Huyu bwana tunafanya kazi pamoja, tunaaminiana, na hii pia ni changamoto kwako, kwa sababu kama utafanya vitu tofauti, ina maana uwe makini. Inawezekana na mimi nikahamishwa za kwangu kupeleka kwa mtu mwingine. Sawa? Kama alivyofanya ndugu yangu, na mimi naweza nikahamisha kupeleka kwa mwingine. Kwa hiyo wewe makini sana. Yangu mwingine. Ni hivyo tu na usikuelewe nahamisha. Ndio sera ni
Sahani ilikuwa chakula cha mwanangu Ashraf. Nani alokula? Hivyo mwanangu unatafuta nini lakini? Jibu swali ninalokuuliza. Chakula nani kala? Kwani hicho chakula kazi yake ni nini? Sasa unauliza chakula kazi yake ni sikuliwa. Mimi nimeshakula. Usi mkubwa. Unakwenda chakula kinakuhusu hiki. Ushakuleta mpunga huko ndani. Wewe. Wewe. Nini? Sikiwi nyao umesikia eh? Umefanya karibisho, hujawahi kuleta mahindi, hujawahi kuleta mpunga. Utakuleta mwanangu nani akakutuma ukile? Usitanulie pua, mnisifui wadudu. Umeelewa vizuri? Humu ndani kwangu, kila unachokifanya nataka nikijue. Jakosa kula, ya mwanangu unakula. Unataka kitu gani? Kunifilisi? Unataka kutuua njaa au unataka kunaribia ndoa yangu? Au unataka kuolewa wewe? Nini? Wewe. Nini? Nini? Usinitolee macho eh? Mimi sitishiwi nyau. Umeelewa vizuri? Sasa sikiza nikwambie kitu. Mimi nimeshakula tayari. Umekula eh? Nimeshakula tayari. Ndio nimekula. Sasa chakula gani unachukua kidogo? Humu ndani utatoka. Wewe nini? Nyumba yangu wanikuta na utaniacha. Usinitumulie pua mimi kama nafuga nini? Wewe unanichukuliaje? Wewe unanini? Wewe. Nini? Nimeshakula. Mwili tu umesikia? Nasema hivi. Nimeshakula. Sasa subiri. Wewe unajitia kidume. Nimeshakula. Kwa hiyo umekuja hapa kunaribia ndoa yangu, si ndio eh? Basi kae uolewe wewe. Wewe hiki ni chakula tu. Kila unaenda kujisaidia. Wewe mbona utafika kwako? Na ninakwambia hivi, humu ndani utahama. Usi mkubwa wewe. Wewe mimi nakwambia hivi, sikuogopi. Sawa eh? Na chakula nimeshakula tayari. Nani anakuogopa? Ndio nakwambia chakula nimekula. Sasa subiri. Nakupa wiki 2. Humu ndani kama usipohama basi utaondoka kalia kiti changu cha ndoa, mjinga mkubwa wewe. Wewe. Chakula. Chakula kwa nini sasa wewe? Nimeshakula tayari. Kama kitu kingine leta lile. Nimeshakula. Chakula tunakula na kujisaidia chooni. Baki na kuhakikisha tajiri diwani umependeza shambani. Asiyejua nani labda nyani. 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 Unanikubali? Unanikubali? Unataka pesa? Sio pesa. Kwa wewe hapa Zanzibar nzima nani asiyojua kama wewe ni tajiri? Hakuna asionijua. Hakuna kwanza nakuweza wewe. Alafu unajua nini nikwambie? Kuna mtu mmoja anasema mimi nina njaa. Mimi. Huyo hata sasa inabidi apigwe risasi ya kichwa. Yaani ibai kabisa. Ibai kushimia hii. Lazima kuwa tu. Kufa. Sasa hapo unanifurahisha. Sasa nikwambie kitu. Sasa mtazamo wa kiadimini. Mtazamo wa kiadimini. Ya kuelewa ndio nini mtazamo wa kiadimini? Bosi kubwa. Sasa hii nataka uadhirishie wale wanaosema mimi nina njaa mimi. Na njaa mimi? Wewe huna njaa. Tajiri diwani umeka mambo. Asiyejua nani. Zidi kunitaja sana. Nitaje sana. Tajiri diwani umependeza jamani sana. Mimi nina njaa mimi. Wewe una njaa. Wewe mambo yako sana. Asiyejua nani. Zidi kunitaja sana. Nitaje sana. Tajiri diwani umependeza jamani sana. Asiyejua nani labda nyani. Wewe tajiri diwani umependeza jamani. Unatosha? Bado. Tajiri diwani umependeza jamani. Asiyejua nani labda nyani. Wewe. Tajiri diwani umependeza shambani. Asiyejua nani labda nyani. Tajiri diwani
Hivi unasomea skuli gani ya kusaidia? Maana umeenda kumokota yule mbuzi. Yaani kwanza mwangalia uone muone. Hamna embe hata moja. Yote kachukua kaenda kuuza. Angalia minazi. Madafu yote kashapurukuchua. Mbolea, yani Mungu wangu, sio niseme kitu gani. Mwisho siku atakuja kuzana sisi wenyewe. Baba huruma. Yaani mfano ingekuwa pepo inagawa kwa ajili ya kusaidia watu, wewe ungepelekwa kitu gani? Sijui. Like ningekuwa na zile chembe za uchawi kidogo tu. Basi wallahi kwa nishamtoa kafara hiyo. Nishamtoa kafara zamani. Maana sielewi, yani tafrani humu ndani hatuelewani, mgeni nuksi, mgeni hashua, yani kanfika hapa. Sina amani. Ha?